Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu amegeuza yale mambo ambayo alitakiwa yafanye yeye, ametukabidhi sisi tukayafanya. Ni privilege kubwa. Ndio maana wakati mwingine unaweza ukatamani uokoke kila siku, utubu kila siku. Utubu kila siku. Kwa sababu fikiria namna ambavyo Mungu amekuamini, vile ambavyo amekuheshimu, amekuweka kuwa mwangalizi wa huu ulimwengu, utunze hii dunia. Pamoja na kwamba kuna maharibifu mengi, anasema sisi ni chumvi ya ulimwengu, to preserve the nature of this world. Tutunze asili ya huu ulimwengu na tutiishe kila kitu kipate kumtii Kristo. Na ndio Mungu alituweka hapo. Lakini bahati mbaya wanadamu wengi tumekuwa tukikwama. Lakini pamoja na kukwama kwetu, umekwama mara 2, umekwama mara 3, bado Mungu hajakukatia tamaa. Anasema kama utakubali kurudi, mimi ndio nitakwenda na wewe. Ni wewe tu hujakubali mpaka leo kukubali kwenda na Mungu. Somo langu linasema kuyageuza mambo ya rohoni kuwa mambo halisi ya mwilini. Sasa naomba niende kwenye basic kabisa ya somo langu. Nilichokikusudia ni hichi hapa. Ndugu zangu, tuko mwanzo wa mwaka. Na kama ilivyo kawaida ya kila mwanadamu, huwa ana plani zake, ana mipango ameipanga. Kuna vitu anatamani katika maisha yake vitokee. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini kuna kipindi unaangalia, unaona kabisa mambo haya ambayo unatamani kuyafanya, kuna muda inakuwa ni makubwa zaidi kuliko uwezo nilionao. Usiogope uwezo wako kuwa mdogo, ila uogope kama hutakuwa na Roho wa Mungu ambaye atakusaidia kuyatimiza hayo. Lakini pia uogope kama uliyapanga mambo hayo na hukumuuliza Mungu ni mambo gani unatakiwa kuyafanya, kwa sababu Mungu alituweka makusudi tulitimize kusudi lake. Na utaikuta kwenye Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 17 kuanzia 28, ukisoma taratibu vizuri pale mpaka huku 28, unaona namna ambavyo Mungu alituumba na alitukusudia tuishi, tuenende ndani yake. Kwa sababu ndani yake, sasa hivi, kwa sababu ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Kwa hiyo kama una plani yoyote, kama una mpango wote mzuri, kama hautokani na Mungu, wewe na uhakika hautatimia. Na kama uliupanga huo mpango upo kinyume na Mungu, wewe unajua kabisa kwamba hakikuwa inspired na Roho Mtakatifu. Kwa sababu hapa kwenye kwa tumesoma kwamba ametupa Roho Mtakatifu achunguze mafumbo ya Mungu ndani kabisa kule. Akisha achunguza, yafunue kwenye maisha yako. Na akisha yafunua, sasa wewe uyaandike vizuri na uanze kutembea katika hayo. Sasa fikiria kama huna Roho Mtakatifu na uweze kuelewa hayo mambo. Manake you are wasting time here and there. Unapoteza muda. Na ndio maana alisema kwamba msiondoke hapa mjini mpaka mjae Roho Mtakatifu. Kwa sababu mtakapojaa Roho Mtakatifu, haya mambo naowaambia ndipo mtaweza kuyafanya. Unakumbuka Petro alikuwa ni mzuri sana na alitamani kufanya vitu vikubwa. Lakini ilipofika hatua anaona Yesu anabebwa kwa sababu hakuwa na Roho Mtakatifu. Na alisha hapa Petro akasema, mimi Petro, Yesu, niko tayari kufa kwa ajili yako. Yaani kama watakukamata, yaani ili mpaka wewe uje kufa, mimi ndio kwanza nimekufa. Siko tayari wewe Yesu ufe, mimi nakuona. Na Petro usifikie alikuwa anatania. Petro alikuwa serious. Kwa sababu gani? Alikuwa anajua kitu anapata kwa Yesu. Kwa sababu aliwahi kuvua samaki mchana jua linawaka, kinyume na taratibu za kawaida. Akasema huyu mtu ambaye anaweza kusababisha mimi nimehangaika usiku mzima navua samaki sipati, halafu yeye amekuja mchana mweupe, jua kali hivi, hapa hamna kuwasha ama sijui mataa gani sijui hakuna, na samaki najua wamekimbia wamejificha mbali, lakini amekuja nimejaza vyombo vyangu vinataka kupasuka. Sasa waseme wanamuuaje? Alafu mimi yani, kwa sababu usiku akimuona mimi samaki sipati tena. Akasema hakuwa anawaza nitaishije kama jamaa akifa. Na alikuwa serious sana, hata kidogo. Na ndo maana jamaa walipofika pale, cha kwanza alikimbilia panga, akamtia moja kwanza pale. Hii akamkata sikio. Na alikuwa serious. Na Yesu angechelewa kidogo angemtia shingo angetoa. Lakini saa ile ile Yesu akatokea akasema, ndugu yangu tulia. Hatupigani hivi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa akamwambia Petro, nimeiona nia yako, nimeona vile ambavyo unanipenda, sasa nitakusaidia. Kakae mjini, utakapoimarika waokoe na wengine, lakini kaeni sehemu moja. Kuna kitu kitawashukia siku hiyo, na mkisha kuwa safi, nendeni sasa.
Jamani, haleluya! Na ndio maana kanisa lolote kama halisemi habari za Roho Mtakatifu limepotea, halipo kwenye kweli ya Mungu. Hata kama wangekuwa wanasoma Biblia vifungu vyote vinaisha, lakini Roho Mtakatifu hana nafasi ndani ya hilo kanisa, uwe na uhakika linaendeshwa na roho nyingine, kwa sababu siku hizi mapepo yanahubiri. Na utakumbuka hata kwenye Biblia Yesu aliwahi kuyakemea. Wakati Yesu anatokea hivi, yakaanza kumdhihirisha, ndivyo inavyosema Biblia, yakamdhihirisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Sasa Yesu hakuwa hatari mapepo ya hubiri, akasianyamazisha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu kama utahubiriwa na roho za mapepo, manake hata roho itakao ndani yako ni roho ya mapepo, haitatimiza kusudi la Mungu, itageuza kila kitu cha kimungu kiwe cha hovyo. Lakini Mungu anatamani uhubiriwe na Roho Mtakatifu mwenyewe. Na ndio maana lazima ung'ang'ane usiku na mchana ujae Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya. Haleluya. Na kwa roho huyo ndipo mambo ya rohoni sasa, mambo ambayo yako ndani ya Mungu yataanza kufanyika moja baada ya jingine. Na utakapoona mambo yao yanatokea, hutakuwa na sehemu ya kujisifu. Utasema ni Mungu. Zekaria sura ya 6 nafikiri, kama nakumbuka vizuri, mstari wa 4. Ni sura ya 4 mstari wa 6. Anasema kwamba mwambie Zerubabeli, na mtuma yule nabii, mwambie Zerubabeli akisema mambo haya sio kwa uweza na nguvu zako, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Roho ndiye aliyoyafanya. Wewe Zerubabeli, ni kweli umepambana, ni kama hekalu linakamilika vizuri, yale mambo ambayo nimeyaona nimeyatenda vizuri, ni kweli kabisa, lakini usio na sehemu hata ndogo ya kujisifu, kwa sababu anayefanya hayo sio wewe. Kwa hiyo Mungu alichokifanya, ameingia ndani ya mioyo yetu, halafu anaanza kulitimiza kusudi lake kupitia sisi. Angalia namna Mungu alivyotuamini. Mungu ametuamini sana kwa stahili hiyo. Kwa nini tumuangushe Mungu?